Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kuchukua fursa hii kukukaribisha tena katika kipindi cha leo. Kama unavyofahamu, siku kama ya leo ya Jumapili tunakuletea kipindi kinaitwa Sunday Blessings ama baraka za Jumapili. Kipindi cha Sunday Blessings chenyewe huangazia hasa matukio ambayo yametokea siku ya Jumapili, siku ambayo majority ama Wakristo walio wengi duniani hukutana katika nyumba ya ibada kwa ajili ya kumwomba Mungu, kumshukuru, kumtukuza na kumwabudu. Na mimi nilifanikiwa pia leo kuingia katika nyumba ya ibada kwa ajili ya sala, na kama kawaida siku ya Jumapili huweza kusikia mambo mbalimbali ambayo kasisi ameweza kuzungumzia. Naomba uweze kufuatana nami kwa sababu mambo haya ni kwa ajili ya faida ya kila mmoja ambayo yanaweza yakakujenga kwa njia moja ama nyingine kwa ajili ya kusaidia katika safari yetu hii ya kudiscover your purpose na hatimaye your destiny ama hatima yako, na kutambua kwa nini Mungu ameweza kukuumba na kukuweka juu ya uso wa dunia. Sasa leo, katika siku ya leo kasisi aliweza kuzungumzia mambo makuu matatu, na nitaanza moja baada ya jingine. Naomba uweze kufuatana nami kwa makini sana ili uweze kunufaika. Usiache hata ncha moja ya yale ambayo nitaweza kukuletea. Kitu cha kwanza ambacho kasisi ameweza kuzungumzia ni swala zima la imani, swala zima la imani. Wewe unafahamu kwamba katika maisha mambo mengi tunaenda kwa njia ya imani. Kama jambo unalifahamu, hakuna kufikiria ama hakuna kuwa na wazo la imani. Kwa nini? Kwa sababu unalijua. Lakini jambo ukiwa haulijui ama hulifahamu, unaliendea kwa njia ya imani. Ndio maana tunasema kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Huwezi kuona wala huwezi unatarajia kwamba kitu hiki kitatokea. Wewe kama unafahamu kwamba kesho ni siku ya harusi, manake hilo sio swala la imani, ni kwamba tukio litatokea. Lakini matukio ambayo hauna uhakika kama yatafanyika namna gani ama yatatokea tokeaje, hapo tunasema kwamba ni swala zima la imani, kwa sababu haijulikani lakini inatarajiwa kwamba kitu fulani kitatokea. Kwa hiyo yeye aliweza kuonyesha kwamba swala la imani ni kitu ambacho kina apply kila mahali. Wewe unaweza ukawa unafanya biashara, wewe unaweza ukawa unasoma shuleni au unasoma kozi fulani, wewe unaweza ukawa unafanya kazi fulani, unafanya majukumu fulani. Bila shaka unakuwa na imani ya mambo ambayo unayatarajia siku za usoni. Kwa hiyo bila kuwa na imani na kuwa na hakika kwamba yatatokea, kimsingi ni ngumu sana kuweza kutokea. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe huamini na huna imani kama mambo haya yataweza kutokea kwa hakika. Ukiwa na imani kwamba nitakuwa mfanyabiashara mkubwa, unaweza kuwa mfanyabiashara mkubwa. Ukiwa na imani kwamba naweza nitasoma mpaka kufikia kiwango fulani kikubwa sana, unaweza kutimiza hiyo ndoto yako. Kwa hiyo maisha ni imani. Hali kadhalika tunafahamu kwa muktadha wa kiroho, unakuwa na imani kwamba unaishi, lakini Mungu atakutendea mambo fulani katika maisha yako, atakujalia afya, atakujalia uhai. Kwa hiyo unaishi kwa imani hiyo, lakini unakuwa na imani pia kwamba hata siku ya mwisho maisha yako yatakapokuwa yametamatika hapa duniani, Mungu atakuwapokea wewe katika uzima wake wa milele au katika raha ya milele kwake mbinguni. Unaishi kwa imani na unatarajia kwamba mambo hayo yatatokea. Huyaoni na sio bayana kwako, lakini unaamini kwamba yatatokea. Kwa hiyo kama unayo ndoto ya kwako ya kimaisha, ni lazima wewe uweze kuwa na imani. Kwanza kuwa na imani kwako wewe mwenyewe kwamba mambo haya yatatokea, lakini zaidi ya yote ambayo hata kasisi amegusia ni kwamba ni kuwa na imani kwa Mungu mwenyewe, kwamba Mungu atakufanikishia ili ndoto yako iweze kutimia. Mfano, akatolea mfano kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Abraham. Huyu Abraham aliambiwa na Mungu kwamba nyanyuka utoke hapa uende mpaka ile nchi ambayo mimi nitakuweka pale, na hiyo nchi utatambulika kama mtu mkubwa, mtu aliyeitwa na Mungu, mtu wa imani, mtu ambaye atafanya mambo makubwa sana katika nchi hiyo. Kwa hiyo huyu Ibrahimu yeye aliondoka kwa imani baada ya kuwa ameisikiliza sauti ya Mungu. Akanyanyuka, akachukua familia yake na kila kitu chake, akaondoka kwenda kule Mungu alikokuwa anamwambia nenda. Sasa wewe lazima uangalie kwamba kuna nyakati ambazo unataka kufanya maamuzi, unaanza kujiuliza, nikiondoka itakuwa kuaje? Nikifika huko itakuwaje? Je, nitafanikiwa kile kitu ninachoenda kukifanya?
lakini kwa imani Abrahamu yeye alinyanyuka kwenda kule ambako Mungu alimwagiza kwamba nyanyuka hapa, nenda. Kwenye maisha siku zote kuna kitu kinaitwa the fear of unknown. Ni kwamba kuna kitu unakiogopa lakini we mwenyewe hukijui ni kitu gani. Je, unafikiri kwamba kinaweza kikawa na athari kwako? Wewe unajiuliza tu kwamba sijui kama kitafanikiwa ama hakitafanikiwa. The fear of unknown. Hiyo inakuletea uoga, inakuletea wasiwasi, inakuletea mashaka, unashindwa kufanya maamuzi fulani kwenye kile kitu ambacho wewe pengine ungeweza kufanya maamuzi, kingeweza kuweka out much better kuliko jinsi ambavyo pengine ulivyo au jinsi ambavyo ungeweza kufanya sahihi. Kwa hiyo mara nyingi kwa sababu ya hiyo hofu, kwa sababu ya kukosa imani, mara nyingi tunakaa kwenye sehemu huwa inaitwa comfort zone, kwamba tunakaa kwenye eneo ambalo tunajiona tuko salama zaidi. Kwa nini? Kwa sababu tunakuwa na uoga na hofu ya kufanya maamuzi kwenda mahali pengine ambapo tunatakiwa kwenda. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza ambalo kasisi aliweza kulionyesha kwamba kwa imani Ibrahimu yeye aliambiwa na Mungu kwamba nyanyuka, nenda. Na wewe leo hii unaweza ukawa na wazo lako la kibiashara unataka kulianzisha, nyanyuka, nenda. Unaweza ukawa na ndoto yako unataka kwenda kusoma kozi fulani chuo, nyanyuka, nenda. Unaweza ukawa unataka kufanya kazi fulani, nyanyuka, nenda kaifanye. Kwa hiyo inaweza kukusaidia wewe kufikia ama kufika kwenye ndoto zako kulikoni vile ambavyo ungeweza kukaa na kufikiri kwamba labda mambo yataharibika, mambo yataenda vizuri. Of course unahitaji kuwa makini kwenye namna unavyofanya maamuzi, lakini kama sauti unayoisikia ndani yako, kuna sauti ya Mungu inazungumza kwa uzito, wewe nyanyuka, nenda, na ukishaenda kule utaweza kufanikisha kile unachokihitaji. Jambo lingine la pili ambalo kasisi aliweza kulizungumzia ni swala zima la uvumilivu. Uvumilivu, resilience. Uvumilivu ni kitu cha muhimu sana. Bila kuwa na uvumilivu, hata ukiwa na ndoto, hautaweza kuifikia ndoto yako. Kwa nini? Kwa sababu swala zima la uvumilivu linakualika wewe kuvumilia mambo ambayo au consequences ambazo zinaweza zikajitokeza wakati wewe ukiwa unasafiri. Unafanya biashara, kuna nyakati mambo yatakuwa hayaendi vizuri. Mtaji unapungua, wateja hawaonekani, masoko hayapatikani. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo unaweza ukakata tamaa, lakini ukiwa na uvumilivu unajua kabisa kwamba safari yangu nitaenda kufika. Kwa muktadha wa imani wanasema kwamba uvumilivu ndio hiyo safari ya kwenda kumpata Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu pale ulipo kuna uwezekano wa wewe kupata changamoto nyingi, shida nyingi, tabu nyingi. Unaanza kujiuliza kwa nini Mungu anaruhusu mambo haya yaweze kutokea kwangu? Lakini kumbe hiyo ndiyo njia ambayo Mungu anakuandaa kwenda kufika kwenye destiny yako, kwa sababu huwezi kufika mahali kiurahisi. Ni lazima kuna jasho litakutoka, lazima kuna energy utaitumia, lazima kuna vikwazo utahitaji kuvivuka. Utaacha kununua gari kwa sababu kuna trafiki barabarani? Si kweli, kwa sababu ukifanya hivyo maana yake huna sababu ya kuwa nayo. Lakini wewe unafahamu kwamba ukisha kuwa nayo utakuwa dereva mzuri na utaendesha gari yako vizuri, na hayo mambo mengine yakitokea ni consequences za kwenye safari ile ambayo wewe umeianzisha. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuwa mvumilivu. Unapokuwa unaanzisha kitu chako, unapokuwa na mawazo yako unataka kufanya jambo fulani, lazima uwe na mvumilivu kwamba kuna kitu ambacho kinaweza katokea mbele ya safari kikanifanya nikashindwa kufikia malengo. Kuna watu wengine huwa tunafikiri kwamba shortcut is the best. Shortcut has never being the best. Kuna watu wanasema shortcut is the wrong cut. Wewe ni lazima uweze wewe mwenyewe kujipika, ama Mungu lazima aweze kukuandaa kwa kukupika kwa ajili ya kwenda kufikia destiny kubwa. Bila hivyo huwezi kuwa na experience. Experience na busara na hekima zinakuja baada ya wewe kupitia maisha fulani ambayo yanakuandaa wewe kuweza kufikia kwenye destiny yako au kwenye jambo fulani kubwa. Hilo ni jambo la pili ambalo kasisi aliweza kulizungumzia. Jambo la tatu ambalo aliweza kulizungumzia ni swala zima la wewe kutoweka wazi kile kinachoitwa maono yako. Katika hiyo akazungumzia mfano mmoja, akasema Yesu alitokea mbele ya wanafunzi wake akaanza kung'aa sura yake. Alivyoanza kung'aa sura yake, wale wanafunzi wake wakatamani jinsi ambavyo Yesu alikuwa, na kuna vitu akazungumza nao kama wanafunzi wake. Wao wakapata hofu. Mwingine akasema pengine tungejenga vibanda vyetu tuishi hapa hapa pamoja na Yesu. Hiyo mambo ya kukaa kwenye comfort zone. Lakini Yesu pamoja na hayo yote, baada ya kuona lile jambo la kiutukufu na utakatifu limetokea, Yesu akawaambia
Mwende, lakini msimwambie mtu yoyote mambo haya jinsi yalivyotokea mpaka pale safari ya utakatifu au kufuka itakapokuwa imetokea. Kwa maana gani? Kwa maana hiyo ni kwamba anatualika yeye mwenyewe kwamba ukiwa na jambo lako kubwa mbeleni, si sahihi ama si busara sana kuliweka wazi kwa kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unakaribisha vikwazo vya kutosha ili wewe usiweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo unapoviweka kuwa ni vya kwako ndani yako, wewe mwenyewe ukijua njia unayoichukua, unayoiendea, maana yake ni kwamba wewe unaenda kwenye utukufu, glory to glory. Ili uweze kufikia ndoto hizo, ni lazima uweze kuwa ndani yako na kifua cha kutunza yale unayofikiria na kuyawaza, pasipo kuyaweka wazi kwa kila mtu, ili destiny yako iweze kuwa ni ushuhuda kwa kila mtu. Kwa hiyo hayo ni kati ya mambo matatu muhimu sana ambayo nimeweza kuyasikia na mimi binafsi yamenigusa. Natamani kuona kwamba na wewe pia yamekugusa na kuchukua hatua fulani ambayo inaweza kukusaidia wewe kukua, kwanza katika imani yako kwako na kwa Mungu wako ambaye unamwamini, lakini vile vile wewe mwenyewe kuweza kuchukua hatua za kuwa na uvumilivu wa kutosha unapokuwa unaanza safari yako kwa matumaini makubwa. Lakini kingine cha tatu, kutunza yale yanayokuhusu wewe na kuwa na imani kwa Mungu kwamba mambo haya ambayo mimi nataka kuyaendea, naamini kabisa kwamba Mungu mwenyewe, alimradi ndani yake kuna good faith, kuna nia njema, basi Mungu atanitoa hapa na kunifikisha pale ninapotakiwa kwenda. Nakushukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nami. Naamini kwamba kipindi hiki kitakuwa kimekubariki sana, na kuomba kile ulichoweza kusikia, basi na wewe chukua fursa hii na wewe uweze kuipeleka taarifa hii ama video hii kwa watu wengine, nao waweze kufuatilia na kunufaika sana. Lakini usisahau, kama ni kwa mara yako ya kwanza, kusubscribe ili uweze kuwa sehemu ya familia yetu, ambapo vipindi vyetu vitakapokuwa vinatoka utakuwa kwenye nafasi ya kwanza kupata taarifa na kuweza kwenda kufurahia mafundisho haya tunayokuwa tunayatoa. Nakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia. Mwenyezi Mungu akubariki. Daima tunasema kila kitu kinaanza na wewe. So it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante sana.